Swali, katika barua ya TFF inaonesha Simba hawakutoa taarifa kwamba wataenda kufanya mazoezi hiyo saa 1 jioni. Je, hakukuwa na pre-matching kikao kabla ya mechi? Kilikuwepo. Kwa nini hawakusema? Tafsiri yake ni kwamba either walisahau au walidharau. Sasa mwisho wa siku ndo hichi kilichotokea. Na nani aliahirisha hii mechi? Hilo ndo swali lingine. Wa kwanza kusema hatutacheza ni Simba. Kwa TFF walikuja kama kuwekea tu muhuri kile ambacho tayari hata Simba walikuwa shakiamua muda mrefu. Lakini nilifuatilia page ya TFF mpaka mchana. Ilikuwa inahamasisha watu wanunue tiketi kwa game ipo. Ilikuwa inahamasisha kwamba game ipo, dabi ipo. Lakini baadaye walikuja wakabadilisha na kugairisha hiyo game. Sasa kwa mfumo huu wa uendeshaji wa ligi kiuhalisia ni mfumo ambao utawatesa sana mashabiki wa hizi timu mbili. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. HBTV. Mwanahazbiro ni karibu tumsikilize Baba Levo akiwa anajaribu kuhoji ni kwa nini timu ya Simba haikuingiza kikosi uwanjani na ni kwa nini hao wanaoitwa mabodyguard kutoka timu ya Yanga waliizuia timu ya Simba kuingia uwanjani. Naomba tuungane pamoja kumsikiliza. Nilisema ikifika usiku ni uweze kutoa maoni yangu mawili matatu kuhusiana na kile ambacho kimetokea leo pale kwa Mkapa. Cha kwanza nilichokiangalia, nani aliyewazuia Simba kuingia uwanjani na walizuiliwa katika maeneo gani? Moja, walizuiliwa nje ya uwanja wa kwa Mkapa. Kwa hiyo wao Simba pamoja na hao wanaowazuia wote walikuwa nje ya kwa Mkapa, nje ya gate. Gate lilikuwa limefungwa. Nani amefunga gate? Nani mwenye mamlaka ya kufunga gate? Mmiliki wa uwanja ni serikali. Tafsiri yake ni kwamba meneja wa uwanja hakufungua gate kwa ajili ya kuweza kuwaruhusu hata hao ambao wanaitwa Yanga kuingia ndani wala Simba kuingia ndani. Swali, katika barua ya TFF inaonesha Simba hawakutoa taarifa kwamba wataenda kufanya mazoezi hiyo saa 1 jioni. Je, hakukuwa na pre-matching kikao kabla ya mechi? Kilikuwepo. Kwa nini hawakusema? Tafsiri yake ni kwamba either walisahau au walidharau. Sasa mwisho wa siku ndo hichi kilichotokea. Na nani aliahirisha hii mechi? Hilo ndo swali lingine. Wa kwanza kusema hatutacheza ni Simba. Kwa TFF walikuja kama kuwekea tu muhuri kile ambacho tayari hata Simba walikuwa shakiamua muda mrefu. Lakini nilifuatilia page ya TFF mpaka mchana. Ilikuwa inahamasisha watu wanunue tiketi kwa game ipo. Ilikuwa inahamasisha kwamba game ipo, dabi ipo. Lakini baadaye walikuja wakabadilisha na kugairisha hiyo game. Sasa kwa mfumo huu wa uendeshaji wa ligi kiuhalisia ni mfumo ambao utawatesa sana mashabiki wa hizi timu mbili. Tunaomba sana hasa mashabiki wa Yanga, viongozi wa Yanga wasikubali kurudisha timu uwanjani mpaka pale ambapo tutaona kuna watu wamechukuliwa hatua kutokana na hichi kilichotokea. Kwa sababu tumeona game nyingi zilichezwa, zilitokea mizengo zikachezwa. Pamba na Simba kulikuwa na mizengo na ikachezwa. Lakini pia tumeona game nyingi ambazo zilikuwa na mizengo inafanana kama hivi lakini hazikuahirishwa, zilichezwa. Kwa nini ya kwetu? Mwanahazbiro, ni yapi ni maoni yako baada ya kusikia kila ambacho Baba Levo amekizungumza kupitia video hii? Niambie kwa njia ya comment. Nilisema ikifika usiku ni uweze kutoa maoni yangu mawili matatu kuhusiana na kile ambacho kimetokea leo pale kwa Mkapa. Cha kwanza nilichokiangalia, nani aliyewazuia Simba kuingia uwanjani na walizuiliwa katika maeneo gani? Moja, walizuiliwa nje ya uwanja wa kwa Mkapa. Kwa hiyo wao Simba pamoja na hao wanaowazuia wote walikuwa nje ya kwa Mkapa, nje ya gate. Gate lilikuwa limefungwa. Nani amefunga gate? Nani mwenye mamlaka ya kufunga gate? Mmiliki wa uwanja ni serikali. Tafsiri yake ni kwamba meneja wa uwanja hakufungua gate kwa ajili ya kuweza kuwaruhusu hata hao ambao wanaitwa Yanga kuingia ndani wala Simba kuingia ndani. Swali, katika barua ya TFF inaonesha Simba hawakutoa taarifa kwamba wataenda kufanya mazoezi hiyo saa 1 jioni. Je, hakukuwa na pre-matching kikao kabla ya mechi? Kilikuwepo. Kwa nini hawakusema? Tafsiri yake ni kwamba either walisahau au walidharau. Sasa mwisho wa siku ndo hichi kilichotokea. Na nani aliahirisha hii mechi? Hilo ndo swali lingine. Wa kwanza kusema hatutacheza ni Simba.
Kwa TFF walikuja kama kuwekea tu muhuri kile ambacho tayari hata Simba walikuwa shakiamua muda mrefu. Lakini nilifuatilia page ya TFF mpaka mchana. Ilikuwa inahamasisha watu wanunue tiketi kwa magemu ipo. Ilikuwa inahamasisha kwamba game ipo, dabi ipo. Lakini baadaye walikuja wakabadilisha na kugairisha hiyo game. Sasa kwa mfumo huu wa uendeshaji wa ligi kiuhalisia ni mfumo ambao utawatesa sana mashabiki wa hizi timu mbili. Tunaomba sana hasa mashabiki wa Yanga, viongozi wa Yanga wasikubali kurudisha timu uwanjani mpaka pale ambapo tutaona kuna watu wamechukuliwa hatua kutokana na hichi kilichotokea, kwa sababu tumeona game nyingi zilitokea mizengwe zikachezwa. Pamba na Simba kulikuwa na mizengwe na ikachezwa, lakini pia tumeona game nyingi ambazo zilikuwa na mizengwe inafanana kama hivi lakini hazikuahirishwa, zilichezwa. Kwa nini hii ya kwetu imeahirishwa? Bana, tumefika nyumbani kwa mzazi wa Tajiri Chui, lakini kubwa ambalo limetuleta hapa kwa siku ya leo, ikiwa tupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tupo hapa kwa ajili ya kuweza kwa ajili ya iftar ambayo imeandaliwa na Tajiri Chui kwa siku hii hapa leo. Lengo ni kuweza kushiriki pamoja katika zoezi zima la iftar jioni hii ya leo. Tupo na mama, lakini pia Hamorapa yeye yuko hapa kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba hili zoezi linakamilika na kila kitu kinakuwa kimekaa sawa. Hamo, mambo vipi? I'm good, God bless. Uko fresh? Yeah, Mungu anasaidia inshallah. Sasa sema hii mikono she inabidi uiweke vizuri kidogo. Tukae vizuri kidogo. Niambie. Let's go, continue sir. Umetikia wito ambao umeupokea kutoka kwa Tajiri Chui. Nani ambaye alikupa huu mwaliko? Tuanzie hapo, ni mama ama ni Tajiri Chui mwenyewe? All family of Tajiri Chui. So Hamo ni moja pia kati ya wanafamilia wa Tajiri Chui? Me? Yeah. As a friend. Rafiki. It's not a family. Sawa, unazungumziaje tukio ambalo limetukutanisha jioni ya leo hapa kwa hiki ambacho amekifanya mwanafamilia Tajiri Chui? It's better, yani ni vizuri kwa sababu jambo la kwanza ni jambo ambalo linampendeza Mwenyezi Mungu. So kwa hiyo ni kitu kizuri kabisa. Kwenye hilo ni kitu kizuri. So kajitahidi, kamkumbuka Mwenyezi Mungu. Hakuna mtu binadamu yoyote ambaye ajue, au hakuna binadamu ambaye asiyejua kwamba kuna Mungu. Unajua tunafanya yote 9-10 yote, yani mazuri mabaya, lakini unajua kuna Mungu. Ndio tunadai lazima ujue kuna Mungu na lazima umrudie Mungu, na wakati wote waga tunakaa na kuomba, tunapiga goti kumwomba Mungu ili aweze kutupa uhai mrefu, kutupa pumzi, kutupa afya na kutupa kila kitu ambacho kinahitajika kwa binadamu. Hujaogopa? Maana katikati hapa kuna mengi ambayo yametokea yanayomhusu Tajiri Chui kama Tajiri Chui. So kwa nini kamuita Morapa aje huko, aje kwenye iftari, na katikati hapa kuna mabalaa mengi sana ambayo yametokea kimhusu yeye? Hujaogopa chochote? Wenda akakutanguliza kama nani sasa? Mama anaona kwa gari ataona hili ni Santa au akaona ni nini? Jenesa. Kwa hiyo mimi bwana, yani in short kama nikwambia uliponiambia tu sijui familia sijui nini, yani mimi nikaa sija kuitikia kwa sababu mimi sio familia, kwa sababu cha kwanza kabisa yani wewe mwenyewe unaelewa, yani nakuwa kama simuelewi ni gani kutokana na mikikasi yake, sijui umeelewa. Hata kuja sio kwamba eti nimekuja tu kwa sababu unajua ni Muislamu, kwa nikaona mtu anapokualika kwamba njoo futuru, lakini nimekula kwa mashaka. Unaona? Nimekula kwa mashaka kwa sababu unakuta hapa tumekutana na kuku huyo. Yaani kuku bwana hajakatwa vipande, yani kwamba hii hapa hii ili likongosho sijui mpaja sijui unajua si. Hata utumbo umekaa pembeni wala kichwa wala macho. Kwaona kuta kuku mzima hivi full, wewe unaweza kumla kuku kama unajua kabisa hawa si mambo yao yale. Alafu usiku unashangaa kumbe umekula bundi. Haya umekula hata vidole vya watu hivi. Sio unajua wanga. Kwa hiyo hata mimi yani nilikuwa nimefanya tu kachani. Alafu ni mzumu tu hivi. Kwanza nataka hata nilitupe huko lisani lenyewe. Wewe kuku gani hajapasuliwa wewe uko na hapo ushakula? Nimemuona huyo kuku, lakini na nikasema tamuuliza Morapa baadaye kwamba sawa kamuona lakini kamchukua kamla. Sababu tu alikuwa analazimisha. Kama onja tu, kama suna, kama baraka.
Si unajua ile Waislamu kuna kitu inaitwa sunna, afu ndio ushafika kwenye eneo la tukio kuja kufuturu. Kwa hiyo sasa kwenye tumbo nyenye nasikia linaunguruma, sijui kwa ajili hiyo wanangu. Unaweza kukuta tumekula mikono ya watu. Wewe unajuaga tajiri chui. Wewe ina maana umwamini kabisa mama, maana mama ni mtu wa swala 5 hapa. Si nani imetoka kwa tajiri mwanae? Nani simetoka kwa tajiri? Sasa kama ni tajiri Iftar imetoka kwa tajiri. Kama imetoka kwa tajiri chui, na tajiri chui nahisi unajua kabisa sifa yake. Azimomo Winzard. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.